Kwa hivyo tunaona kwamba Yesu Kristo anapoingia katika Yerusalemu amepanda mwana punda, watu wengi wanaangalia na wanaona kwamba Yesu ndio huyu, ndiye mfalme. Watu wanaimba ndiye mfalme, wanaondoa takataka yote na kama ni dhambi tumetenda, tunaomba kaweza kutusamehe ili maombi yetu ikaweza kukubalika. Hivi sasa tunaomba tukisadiki katika jina la Yesu Kristo wa Kakamega ambaye ni Cleophas Malala ametupatia mchango yake wa shilingi 50. Nakushukuru sana Sasha, habari na salamu kwa Mheshimiwa Musalia Mudavadi na umwambie na kila kitu kitaenda sambamba na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tunakuombea sana. Tunaona unapitia changamoto, lakini Mungu bless Campaign Army, may God bless waandishi wa habari pia. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Yeye ni wakili katika Ministry of Immigration na wewe ni kwa majina. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Mungu sana kuwa hapa Mombasa. Yangu ndio kushukuru watu ya kanisa ya kutukaribisha vizuri. Vile umesikia majina langu ni Jimmy Nyukuli kutoka Kakamega. Asante. Rafiki yangu na ndugu yangu, asanteni sana kutukaribisha. Thank you very much. Pamoja naye kila wakati anapofanya safari, damu yako iliyomwagika pale msalabani wewe ikimfunika, na nguvu zako na uwezo ziwe pamoja naye, pamoja na wale waliopiga nao magoti katika kiti cha rehema kusifikia. Mungu tunaomba ukatusamehe na maovu yakafike, ili siku moja akashuhudie kwamba Mungu alikutana na wewe katika kiti cha rehema. Jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. For a moment to say a word of encouragement to us, and therefore all to our side, maybe you are invited in. Thank you so much. May God bless you. Thank you. So request yangu ni kwa niaba ya chama changu cha ANC, Amani National Congress, ambacho kinaongozwa na Musalia Mudavadi. Tumekuja tu hapa kwa heshima, tafadhali mtuombee, mupatie Mheshimiwa Musalia Mudavadi baraka, mumpatie nguvu, ndio ikifika 2022 hata yeye anatamani aongoze taifa hili. Mtamuombea kweli? Na mnajua Mheshimiwa Musalia Mudavadi yeye amekuwa mheshimiwa kiongozi ambaye yeye sio kiongozi wa matusi. Yeye sio kiongozi wa kujigamba. Mumeona hata juzi Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Wetangula na Mheshimiwa Gideon Moi walishikana wakasema sisi tunaanzisha alliance mpya inaitwa One Kenya Alliance, ile ambayo itaweka Wakenya wote pamoja. Hatubagui kabila. Hatusemi wewe ni Mijikenda ama wewe ni Mluya ama wewe ni Mjaluo. Hapana, tunaweka Wakenya wote pamoja. So mimi ningependa tu kuwaomba tafadhali muombee hiyo alliance. Na nimeona watu wengi wakianza kuitukana. Wengine wanasema ati hao ni Cerelac babies, ati unajua farasi ni mbili au ni punda. Na mimi nimesikia leo hapa pastor akisema punda hiyo ndio iliingiza Yesu kule Yerusalemu, si ndio?
Sasa sisi kama One Kenya Alliance tunakubali, ndio sisi ni punda, lakini punda ambaye iliingiza Yesu kule Yerusalemu. So mchukue hiyo message very seriously. Tungependa muombe Musalia Mudavadi na viongozi wa One Kenya Alliance. Na mnajua mimi ningependa kuambia ukweli na father na pastor mpaka mkubaliana na mimi hii, kwamba Kenya yetu imekuwa ikigawanyika katikati. Tuko na viongozi ndio. Ukiona for example kiongozi kama Raila Amolo Odinga, yeye ni kiongozi ambaye anapendwa ndio, lakini akichaguliwa unaona nusu ya Kenya inakasirika. Mheshimiwa Ruto akichaguliwa nusu ya Kenya pia inakasirika. So sisi tumesema wale viongozi ama yule kiongozi ambaye anaweza eka Kenya nzima pamoja ni Mheshimiwa Musalia Mudavadi, kwa sababu yeye akichaguliwa hakuna mtu atakasirika na yeye. Yeye hajakosea mtu yeyote. So tafadhali nawaomba kwa unyenyekevu, mimi kama seneta wa kaunti ya Kakamega na jemedari wa Musalia nimekuja hapa Mombasa leo kuleta injili ya Musalia. Mumeipokea? Na Musalia amenituma kaniambia kwamba chama chetu cha ANC kinaenda kuanza nationwide recruitment. Lakini mnajua kuna corona, hatuwezi tembea kila mahali tukifanya mkutano za kisiasa. Chama chetu kimekuwa cha kwanza kufungua website ambayo tunaweza register watu hata kwa mtandao. Sio lazima tukufikie. Ukienda kwa mtandao utapata www.anc.or.ke. Wewe unaweza enda kwa mtandao ujisajili kama mwanachama wa ANC. Na ningependa pia vyama vingine vichukue hiyo mwenendo. Wakati huu wa corona sio wakati wa kuleta mikutano za kisiasa. Ni wakati wa kutumia ubunifu. Na sisi tungependa kuongoza ubunifu huo kwa kuhakikisha kwamba ANC recruitment imefanywa online tukingoja corona irudi chini. Hata IEBC ningependa kuambia, mnajua referendum inakuja. Mujaribu mkuwe na mbinu ambazo mutatumia, msiende kwa wananchi msambaze corona. La, tutumie the social media na online platform kuhakikisha tumefikia wananchi. Mimi ningependa kuambia wale wanachama wa ODM kwamba mimi nimekubali, I will not contest mimi kung'atuliwa katika kiti. Mimi ni kijana mdogo, niko na uhakika kwamba Mwenyezi Mungu atanipatia bado nyadhifa nyingine siku za usoni. So mimi sitalalamika, lakini ile jambo ambalo mimi lilinihuzunisha kidogo ni kwamba sasa hivi ni muhimu viongozi waamini uongozi wa vijana. Hata kama hawakunipenda mimi Cleophas Malala kuwa deputy minority leader, basi wangenitoa na wapatie kijana mwenzangu, sababu hiyo nafasi ilikuwa nafasi ya kukuza uongozi wa vijana. Jambo la pili, nimekuja pia kuhimiza viongozi wa Pwani kwamba ni muhimu muwe na spokesperson wenyu, kwa sababu mara kwa mara kila wakati coast hamkui represented katika ile negotiating table. Sisi kule Western Province tuko na mtu ambaye tukiwa na jambo letu lolote unapata Musalia amekaa pale, unapata Wetangula amekaa pale. Ukiona watu wa Rift Valley wanawakilishwa na Gideon Moi na Ruto. Ukiona watu wa Ukambani wakiwa na jambo lolote wanawakilishwa na Kalonzo Musyoka. Ni makosa nyinyi watu wa Pwani kuambiwa kwamba haifai muwe na mtu ambaye atawawakilisha katika meza ya negotiating. Na mtu ambaye anaweza wakilisha masuala yenu ni mtu ambaye anatoka hapa Pwani. Ningependa tu kuja kuambia kwamba mfunguke macho bana. Msikubali mtu atoke kule Nyanza atienda anaongelea mkoa wa Pwani, atiende ndio mkubwa wa watu wa Pwani. Kwani nyinyi wenyewe hamwezi jitawala? Hata tulileta ugatuzi ndio mjitawale. Mbona mnakubali mtu atoke kule Nyanza ati yeye anaongelea watu wa Pwani? Kila jamii na kila eneo ijiongelee, tukikutana kwa meza tunakutana kwa heshima. So ningependa kuhimiza tu Mheshimiwa Joho, kwa sababu tunamwamini kutoka kule Western Region, tunamtambua. Mheshimiwa Kingi na Mheshimiwa Mvurya, mshikane, muweke Pwani pamoja na mkuje kwa meza, tutawasikia kama wa Pwani. Lakini msiruhusu ati mtu mwingine akuje awaongelee. Mtakuwa mnaregesha Pwani nyuma kabisa kabisa kabisa. Otherwise ningependa kusema kwamba watu wote na hata kina Joho wakuje wajiunge na One Kenya Alliance, kwa sababu hiyo ndio alliance ambayo inaenda kuweka Kenya na kukomboa Kenya katika minyororo hii ambayo imekuwa ikitudhulumu kwa miaka mingi.